Wakizungumza baada ya mwenyekiti wa muda Mheshimiwa Pandwa Amel Kificho kutaka kuanza hatua za kupitisha rasimu hiyo, baadhi ya wajumbe wamemtaka mwenyekiti huyo kuahirisha vikao vya wajumbe kurudi makwao mpaka kamati ya kanuni na maridhiano zitakapowafikiana badala ya kuendelea kuvuta muda bila kukubaliana, huku wajumbe hao wakiendelea kupata posho ambazo ni kodi za wananchi. Bunge hili, semina hii, tukubaliane i-break kwa kipindi ambacho watu watarudi majumbani kwao, ili kusudi wakafanya reconciliation huko nje, tukubaliane huko nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu msingi wake ni nini? Msingi wa hoja yangu ni kwamba tunaendelea kuvuta muda hapa bila kukubaliana, huku tunakula posho. Huwezi kupitisha kanuni ambayo haina mfumo wa kufanya maamuzi. Haipo. Watu wako hapa waliosoma public administration wako hapa, kwamba ikiwa tutakuja hapa jioni kwa ratiba ambayo wewe utakuwa umetuambia, ukaja hapa ukatuletea rasimu ya kanuni ambayo haina kifungu hiki, vifungu hivi vya 37 na 38 vya namna ya kufanya maamuzi, sidhani kama utakuwa umetutendea haki kupitisha vitu nusu. Akitoa ufafanuzi wa hoja za wabunge hao, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge, ambaye pia ni mjumbe wa semina hiyo, Mheshimiwa William Lukuvi, amepinga madai ya wananchi kuona wajumbe hao wameendelea kuvuta posho na kusisitiza tayari kanuni 85 kati ya 87 zimeshafanyiwa kazi, ambapo ameunga mkono maamuzi ya mwenyekiti ya kupitisha rasimu hiyo ili kanuni ziweze kufanya kazi na vifungu vitakavyobaki viendelee kuamuliwa kwa mujibu wa matakwa ya kanuni. Mwenyekiti, mimi maoni yangu tuwaunge mkono kamati hii kwamba hebu tupitishe hivyo vifungu 85 na mbaya zaidi ni kwamba matumizi ya vifungu hivyo si ya leo wala kesho. Kwa hiyo katika rasimu ya kanuni hizi tunazokwenda kuzipitisha na kupitisha azimio lake, vifungu vyote vipo vile vile, kasoro ni utaratibu utafanywa wa kupitisha maamuzi utafanywa kwa kupiga kura. Kura gani? Hizi kanuni kama alivyosema Mheshimiwa Lukuvi, ni kwamba hata kesho kutwa tukipitisha leo, kamati ya kanuni inaweza ikakaa ikaleta marekebisho, au mjumbe yoyote ana uwezo wa kuleta mapendekezo yakafanyika marekebisho. Awali akifafanua hatua zilizochukuliwa kwa vifungu hivyo 37 na 38 vinavyoelezea taratibu za kufanya maamuzi, mwenyekiti wa kamati ya kanuni Profesa Costa Mahalu amesema kamati hiyo imeongeza fasiri kwenye kanuni ya 38 ambayo inaelezea aina ya upigaji kura utakaotumika kama itakavyoamriwa na bunge hilo. Tulizungumzia suala la kanuni ya 37 na kanuni ya 38. Sasa hizo kanuni zinaelezea juu ya utaratibu wa kufanya uamuzi. Kanuni hizo sasa zitaelezea tu kwamba utaratibu wa uamuzi utakuwa ni wa kura, na tumeona kwamba ni vizuri tukaweka fasili nyingine kwenye kanuni ya 38 ambayo itaeleza waziwazi kwamba ni aina gani ya kura itakayotumika. Kutoka ndani ya ukumbi wa bunge mjini Dodoma, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.